Hello beautiful people, ladies and gentlemen, welcome to Love is a Beautiful Thing with me, your lovely host, Millicent Alivita. Yeah, ni refu nikianza saa hii. Sitaki mulie. In the year 2014, that's when nilianza kukua in love. Nikapatana na huyu boy. Okay, kwa hiyo harakati ya mapenzi I got pregnant. So niko zile, hey babe, you know I'm pregnant. No, akaanza sasa I'm not ready. So ikafika time ni time ya kwenda kupata mtoi. I went to Kihara hospital iko huko kwetu. Then nikapata mtoi kukakuwa na complication. Complication ya mtoto hakulia the time I gave birth. So ilikuwa ni kama emergency. Challenge ya life ikaanza. Huyo mtoto okay, sikuwa nimejua condition ya mtoto kwanza because nilidischargewa tu. Kaenda daktari akaniuliza, mtoto wako ako how old? Nikamwambia ako na 1 year ndo amefikisha. Ebu keti pale. So amepimwa kilo and everything, tukaketi hapo kando. Tukaletewa nani wa therapy, daktari wa therapy akamwangalia. Ile news ilinipata. Mtoto nikaambiwa kona naitwaje? Cerebral palsy. When reached to a time, I was even thinking to nimpeleke kwa children's home because life imenikalia. Tears of bitterness and everything behind. So on 2019 January, I met this guy. That 2019, I got pregnant again. I cried. Mimi hata kwanza huyo daktari akiwa amemshika hivi nikamwambia mimi sasa huyu si utafuta tu mtu juu mimi siendi na yeye home. Siendi na yeye nyumbani. Sijui hata mbona Nadia ananipast. Hello beautiful people, ladies and gentlemen, welcome to Love is a Beautiful Thing with me, your lovely host, Millicent Alivita. And here we talk about everything matters love. Kwanzia kwa kukatiana, dating, courtship, all the way mpaka kwa marriage. We'll tell you beautiful stories about love. We'll also tell you ugly stories about love. We talk about mental health. This is the one-stop show for you. Make sure to like, comment, subscribe and share. Today is going to be a very amazing episode. You know, I wanted to really talk to somebody who has been through hell and through heaven at the same time. My guest today has been through it all. She went through a heartbreak but eventually found love. We'll all listen in and say down there pale kwa comment section what we think about the whole story. And today, my guys, as you can see, I have an African prince. Today I'm wearing Nabu Collections, Munira from City Market. Masai Market. I'm sorry, Masai Market. She has these nice kimono dresses and today alisema sitakuja kwa show nikikaa vile vile nataka. I look so amazing. Make sure to check her out and buy her outfits and look nice kama vile mimi nakaa. If you're a returning subscriber, asante sana. And if you're new here, make sure to hit that bell over there and hit the subscribe button so that when we have a new video, utapata ching 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 ching. Can you a bell ring and then you'll get a video from us. Keep it locked to Love is a Beautiful Thing. And today I'm joined by one amazing woman. I call her a woman of power. Yani her resilience is something that I really admire. Most of the time we always bring stories about how people have made it in love. But before they make it in love, have they been through a situation which has made them think love high work? Today I'm joined by one beautiful woman. I want her to share her story, inspire us and make us believe in love again. Karibu sana to the show. Thank you. My name is Millicent, kama vile umesikia. And what is your name? My name is Eunice Wanjiro. I'm a Mama Alvin, I'm a Mama Brady, and I'm a mother of two boys. Mama boys. Unajua nimesikia ati mother of 2 siku hizi huku nje ndio wanatesa watu kabisa. Ndio hivyo, as you can see, lazima tutese. You are really beautiful. I really like how you've come out. Unakaa uko mrembo, you believe in yourself, you found love. And that is what I advocate for in this show. Anyway, niambie, what is your story?
Well, my story, let me start with the heartbreak first. Ile side ile ya ndani. Ndani ya heartbreak. And how was your childhood? My childhood was not bad, but I think we should plan for that story for another day. Yeah, ni refu nikianza saa hii. Sitaki mulie. Okay. In the year 2014, that's when nilianza kukua in love. Nikapatana na huyu boy. Tulipatana kwa mazishi in Gashie. That's where I'm from. So tukaanza hivyo vibe nini. Tukaanza kupendana. Kijana akaanza kunionyesha mapenzi, msichana I was very mad in love. So tukakuwa sana nikimuitisha do nini, sasa amekuwa ni boy wangu. Aninyimi. Okay, at that time I think I was around 21 years. Nilikuwa najikalisha. Okay, the next time nikikuja nitawaambia kwa nini nilikuwa najikalisha at that age. Yeah, nilikuwa najikalisha. So niko zile hata nikimwambia nilipie rent sijui nini, ananiambia no problem. Ananilipia. Pesa haikuwa shida. But things changed in 2015. Mse kiliumana. What happened? Okay, kwa hiyo harakati ya mapenzi I got pregnant. So niko zile, hey babe, you know I'm pregnant. No, akaanza sasa I'm not ready. Sijui nini, sasa mimi nikaanza kumuuliza what am I supposed to do? Sasa mimi sijui. Nikachanganyikiwa. Na when you were dating hamkuwa iongelea ati mtoi akikuja? We never. By the way hatukuwa na any discussion about that. So hiyo wacha tuseme ilikuja tu juu imekuja. Yani mtoto nishapata ball. So imekuja tu. So hataki kusikia hizo story tena. Akaanza kunilenga. Sasa nimechanganyikiwa. Niko na ball. Sina job. Nafaa nilipe rent. Siwezi enda back home. I have a reason to that. Though si ati ningeenda nifukuzwa, singefukuzwa, but I think I have a reason for that. Mimi sana nikakuwa desperate. Kila time ni masimu. You know girls. You know niko na mapenzi bado. Sitaki kuamini huyu msee ananiacha. Atijia ball. So nikakuwa nampigia. Ilifika mahali akani text. No, I called him, akashika, akaniambia I don't want you to be calling me, be texting me. I was like, yeah. Don't call, text. Yeah. Okay. I don't call, I text. Nikachanganyikiwa. Sasa nikimtext, kureply unajua akijisikia I'm pregnant, you know mtu akiwa na ball, uko na zile cravings nini, niko jobless. Okay, kwa hiyo harakati nikafika mahali, I had a friend, her name is Shali. Akani connect job. So nikakuwa naenda job nikiwa na ball. So huyu nikamweka pending kwanza, afikirie venye anataka. Nikamuignore. Nikakuwa naenda job. But ikafika mahali tena nimechoka. I can't work anymore. Nikasema sasa it's time, juu nimempatia time ya kuthink. Wacha nianze kumcall. Nikaanza kumcall. Hataki kushika call zangu. Na kwani ungeenda mali yako? That place was nilikuwa nimekaziwa. Nikamwambia ama I come we live together. No. I'm not ready to marry. My friend, you told me that you loved me. Yeah. What is happening? But okay. Hiyo sikushindilia mambo na marriage or anything. Ikafika time sasa sina hata nguo za mtoto. A friend of mine that friend of mine, that Shali, akaniambia wacha tutafute place yenye tunaweza pata nguo kwa mabeshte hivi, at least mtoto asijaliwe bila nguo. So tukatafuta na nikapata nguo. Then hiyo time akaguzwa na Roho Mtakatifu. Nikamwambia nitumie do. Nikamwambia akisina nguo za mtoto nini, akanitumia 2000. From there, my friend, don't call, in fact, don't even bother me. So ikafika time ni time ya kwenda kupata mtoi. I went to Kihara Hospital, iko huko kwetu. Then nikapata mtoi, kukakuwa na complication.
Ah, It's okay. It's okay. Take your time. Take your time. um, kukakuwa na complication. Okay, ikabidi tumetransferiwa Hosi, tumepelekwa Kiambu. It's okay. You can do it. Okay, tukaenda Kiambu. Complication ya mtoto hakulia the time I gave birth. So ilikuwa ni kama emergency. Tukaenda Kiambu hospital. We stayed there for like 10 days. Kama hajawahi lia. So the 11th day he cried. He was a baby boy. His name is Alvin. He's my firstborn. Akalia. So after that sasa nikaanza kuwa nampigia simu nini, hataki any communication, you know. So ikafika mahali ni mimi nikatoka Hosi na nikaenda home. Sasa challenge ya maisha ikaanza. Sema kuparara. Challenge ya life ikaanza. Huyo mtoto, okay, sikuwa nimejua condition ya mtoto kwanza because nilidischargewa tu. After mtoto amelia, we are good to go home, tukaenda home. Nikaendelea hivyo. Mimi nashindwa, huyu mtoto na amefikisha 3 months, mbona shingo yake bado iko, Okay. you know? Alafu kuna wale madaktari wa huku nyumbani. Hapana, usimlinganisha na watoto wengine. Watoto sometimes wana Milestone tofauti. So sina hiyo. Okay, sina hiyo. Alafu sikuwa na ile mentality ya kweti anaweza kuwa akona any problem. So mimi sikuwa na shida na hiyo. Tumekaa. Mtoto amefika 6 months bana aketi. Shingo bado ina naambiwa just don't worry. Atakuwa sawa. So alafu kuna kujanga kukosangi wale wasewa. Hata mtoto sijui nani wetu alikuwa hivyo alafu things changed. So nilikuwa na buy hizo story. Ikafika place akiwa around 1 year. Nimempeleka clinic Kihara Hospital. Nikaenda daktari akaniuliza, mtoto wako ako how old? Nikamwambia nako na 1 year ndo amefikisha. Ebu keti pale. So amepimwa kilo and everything, tukaketi hapo kando. Tukaletewa nani wa therapy, daktari wa therapy akamwangalia. Ile news ilinipata, niliketi chini kwanza. What is happening in my life? Like, mbona mimi? Alafu nilikuwa najiuliza why me? Kwa nini ni mimi? Mtoto nikaambiwa kona naitwaje? Cerebral palsy. Sasa hiyo mimi hata sijui cerebral palsy ni nini actually. Sasa nashinda huyu ameanza kuniongelesha vitu gani? I'm not a doctor. Wewe nielezee vizuri. Akaniambia unajua cerebral palsy nini? Nikamwambia hapana. Akaniambia usielewe vibaya lakini wacha nikuelezee. Akaniambia mtoto wako ni disabled. Bado nasikia nikaa naongea kizungu ya nini bana. Huyu mtu ako na degree. I'm only holding a simple certificate but ongea vizuri.
Akaniambia okay, hii ni ile unaonanga watu wanasema mtoto ni mlemavu. And only 21, 22. No, ni mlemavu aje? Na si mimi naona ako poa, ako na miguu. Alafu hiyo time nile mimi najua mtu mlemavu ana miguu, ana mikono. Sasa unaniambia mtoto wangu ni mlemavu aje na ako na miguu na mikono? Hapana, sijui milestone yake, sijui, you know. I cried. Nilikaa huko like around 2 hours. Nikilia nawaambia mimi hapana, mimi mniambie vizuri juu hiyo kitu yenye unasema hapana. Nililia. I cried. I remember mpaka niliitwa counselor. Akuja ni cancel kidogo hiyo kitu iingie ndani yangu, yazin nimkubali. Sasa nimembeba, tumeenda home. Nimechanganyikiwa. Nikaanza kukaa, it's like okay, hiyo time niko na bitterness na baba yake. Mtoto ameanza kuwa mlemavu, so nimeanza kukaa, it's like no, I don't even think I want this child. Hata mimi sitaki. Kumbe pia ni kama alikuwa anajua mtoto anaweza kuwa hivi, so mimi sitaki hata mimi. Sasa hiyo time nika inviting my grandmother, akakuja nikamweleza. Akaniambia wewe usijali, watoto hata wakikuwa hivyo inafikanga time atakuwa sawa. Okay, from there nikaanza kumpelekanga therapy sasa. Therapy, but don't forget I'm still struggling. Huyu mtoto ni mkubwa, diaper, meals, you know. Anahitaji kukula special diet, anahitaji vitu ziko na calcium. Tena asikuwe na calcium nyingi zaidi, asikule protein nyingi sana. Yani anafaa kuwe balanced. Nikakuwa na push hivyo. Sasa life imenipiga. Nikabadilika. Naishi kanyumba single kama bati. Kanyumba ni kama bati. Hey, landlord ameanza kushindwa, mbona huyu mtu alipi nyumba? Mimi natoka hivi nimeenda kutafuta at least hata kitu ya kukula, na kuja kwa mlango nakuta landlord amenipigia mabati ingine kubwa hapo, hata sioni mlango. Ameficha mlango. Sioni hata mlango. Na kuwa niko stranded. Yani nilikuwa ni zile okay, it even reached to a time I was even thinking to nimpeleke kwa children's home. Because life imenikalia. Mse life imenitanda. We? Na hata ujaribu kutafuta huyu mtu. Namtafutaje? Nimeblokiwa. Nishakulishwa block. So niko zile za we. Nitafanyaje? Nimefungiwa. Thank God sikuwa ilala nje. That is a testimony I have. I have never. Hata nikifungiwa hivi bado atakuja kufungua. With or without money. Atakuja anifungulie. Lakini sasa lazima angenitisha kwanza. Aniweke baridi. Sasa niko stranded. I remember kuna time sikuwa na do, sina job, mtoto hana diaper, sina food. And you survive. Well, it's okay. sijui hata mbona Nadia anani past. No, it's okay. It's still okay to be in the moment. Yeah. So hiyo time sikuwa na do. Nimechanganyikiwa, sina pesa. Hiyo ni rent. Sina food. Ile kitu nilikuwa nayo kwa nyumba ni salt. Lamba chumvi ukisonga. It was only salt. Hiyo mtoto. Kitu kanikujia kwa akili. Koroga maji ya chumvi, pea huyu mtu alale. Nikakoroga tu maji na kachumvi. Nikampatia. You know, a child, mtoto huwa anakunywa tu, yeye hata anaona ni sawa tu. Hata nikimpatia, hata nilimpatia
kama kwota kikombe. Alafu sasa nikaeka saa maji plain, nikaongeza juu, niende kadilutikie mbele tukisonga. Tukalala, following day tukaamka, tumeshinda njaa. Sina mbele, sina nyuma. Alafu, unajua tu nyumba za mabati. When your neighbor is cooking, hey, alafu my neighbors, ni kama mlikuwa mmetumwa. Ile siku yenye sina, unasikia karufu ka umena ka ugali kazuri, kamboga hapo, tunyama. Na sina. Huyo mtoto wangu alilala njaa 2 days. Kulala na kushinda 2 days. The third day wakati tuliamka, God came. Imagine God sent a man from nowhere. Till today sijaimuona. Mimi niko kwa barabara nazunguka hivyo nikitafuta vibarua. So mtoto wangu shingo yake unasikia iko imeshika, alikuwa anaangalianga juu hivi. So juu shingo haijashika. Msee akanipigia honi. Nini mtoto? Nikamwambia ako tu natuma shida hapa kule, but atakuwa sawa. Akaniambia hebu ingia ndani ya gari. Unaishi wapi? Nikamuelezea hata nimeenda hivi, nimeenda kutafuta food. Okay, hiyo data sijui what happened, mpaka nikamwambia nimeenda kutafuta food na rent, juu hata nimefungiwa nyumba. Juu by then nikitoka niliacha landlord na mabati kubwa. Hakuwa anachoka. So mimi nimeingia ndani ya gari, akanipelekanga Ruaka. Kuna super inaitwa Quickmart. Tulienda akanifanyia shopping. Mpaka nikaanza kuwa na zile thoughts, ama anataka kunibia mtoto. Kwa nini anifanyie hii shopping yote huyu? Akaniambia twende unipeleke kwenye unaishi. Okay, walikuwa na bibi yake. Tukaenda mpaka kwenye ninaishi. Kaenda wakakuta ni mabati. Bado wananiuliza unaishi hapa, mlango iko wapi? Naambia mlango imefunikiwa na landlord, acha nimuite afungue. Yani those couples walikanilipia rent ya 7 months. Hiyo nyumba yangu nilikuwa nalipa 1300 shillings. Yes. Na nilikuwa nakosa if I could not afford food. Hii 1300 natoa wapi? Na sina job. Nikafanywa shopping yangu mpaka madaipa nini mafuta. Okay, they bought everything. Tukaingia kwangu kwa nyumba. Nikamwambia wacha hiyo maziwa tu yenye wamenunua because sina ingine, wacha niwapikie nao chai. Wakaniambia no, it's okay. Alafu akanipatia 4000. Niwe nitajisimamia nazo for the time being. Yeah. Ndio tukakaa. Akaniambia na huyu mtoto akona shida gani? Sasa nikakuwa open kwake, nikamuelezea. Akaniambia ashaenda akafanywa either scanning ama x-ray, nikamwambia hapana. Akanipea namba yake. Akaniambia tutakutana one of the days, twende ampeleke. After like 1 week akanipigia. Wakakuja tena na bibi yake wakatuchukua, tukaenda Banana, mtoto akaenda akapigwa picha. Ndio sasa nikaona mpaka spine yake venye haiko straight. Iko somehow uwezi notice. Na si juu, ni hapa chini kwa kiuno huwa iko straight. As in ina yumbanga hivi. So that's why akiketi, anaketi akifanya hivi. Okay. Juu ya spine. After that I never saw them again. God sent. But there, okay, after tumeenda huko tukapigwa mtoto akaenda akafanywa hiyo nini, walinipatia 6000. Wakaniambia go buy food, pay for your rent and God will work things for you. Na sijai waona tena till today. Sijai kuona tena. So tumekaa. Life bado hajaacha kuniramba. Nikaona hapana. Nafaa nianze kutafuta mpaka vibarua za kufua. So nakumbuka I had this friend, her name is Kate. Saa zingine alikuwa anaishi Ruaka. Alikuwa ananitia kibarua kwake, nenda namuoshea. Unaona? Saa zingine hata labda ni nguo 5, unaona huyo mtu ameona tu like sasa mimi acha tu. Unaona like asione ni kama nampatia hivyo bure ndio nimtumie. Let me pay her and also add some food for her. So alikuwa anani support hivyo. Shirley also used to play a part. Huyo dem kwanza. God bless her. One day nika connectwa kibarua, nikaenda Ruaka. So mtoto wangu unaona haketi, sasa anaelekea 2 years end. Haketingi. Mimi nimeenda huko.
mwenye alikuwa nimeenda kufulia akanitolea nguo. So mimi nikachukua leso ya mtoto nikamlalisha chini ndio niweze kufua, tupate hiyo pesa tuende home. Bado life kama nigonga vibaya. Huyo akakuja akaona mtoto wake, akatoka kwa nyumba akakuja kucheza na mtoto wangu. But mtoto wangu, don't forget, let me use this word, ni mlemavu. Wakati alikuja akaniuliza kwa nini mtoto wako aketi, nikamwambia ako tu na shida tu tofauti. Madam, sama kufukuzwa kama dogi. Huwezi nifanyia kazi. I'm like, why? Mimi ndo nafua si yeye. Huwezi nifanyia sijui nini. Akaita mtoto wake. Huyo mtoto alikuwa anaitwa Ryan. Sijaisahau na hiyo jina yake. Akamuita Ryan, get out of there. Akamuita, akakuja, wakaingia kwa nyumba, wakafunga na akaambia watchman anifungulie gate niende. So nikafunguliwa, mimi nikaenda, though sikuwa na shida na hiyo pia. Nikaenda home, niko stranded, sina mbele wala nyuma, nimechanganyikiwa, life imenipiga mimi hata sijui nifanye nini. Ikafika place nikaona am I just kill myself and this boy. History yote yani iishe, kwani kuzikwa, alafu nilikuwa na ile kwani kuzikwa ni nini, lakini sasa sitaka kukufa. Kwani kuzikwa ni nini? So ikafika place nikaenda nikanunua dawa ya panya. Hiyo time nikakuja nikatengeneza, nilikuwa nimepata tu pesa, nikanunua kuku nipike na mchele alafu niweke hiyo dawa ya panya. Kama mmekula kitu tamu. Tukufe kama tu tumekula kitu tamu, yani watu hata yani ni confuse watu. Watu wamekufa juu ya nini? Juu tukiwaangalia sio shida, wamekula kuku. Wakati niliingia kwa nyumba na nikapika chakula na food ikaiva, nikataka kuserve na niweke hiyo dawa, kitu ikaniuliza, why are you doing this? Mtoto nasemaje? Haja kukosea. Yeah. It's okay. Something told me that this child is a blessing. And nafaa nimchukue kama baraka, yeah. Tukakula, sikuweka dawa. Tukakula tu vizuri, lakini hiyo dawa naiambia ujue na kukunywa kesho. Nikaiweka hapo kando. You know, till today I don't know sijui hiyo dawa ilienda wapi. Sijui, by the way, juu mtoto wangu wako akitembea eti atachukua. So penye nilikuwa nakaa nikashift. Nilikuwa tunasumbuana na huyo sana, nikasema let me just change the environment, yeah. Nikaenda nikakaa Kayole for like an year. Sasa nikarudi mtoto wangu akiwa na 3 years and nikakuja nikakaa Gashie tena. Then I went back to my shosho's place. Tukakaa na yeye. Then now I met, let me tears of bitterness and everything behind. So on 2019 January I met this guy kwa bash. Hiyo time nilikuwa nakaa na shosho. Yes. Nilikuwa kwa shosho. But nilikuwa nimeenda kwa shosho kama kutembea. Yes. Nilikuwa na kwangu but nimeenda kwa shosho. Sasa hiyo time life ni hard but si vile. Nimeenda kwa shosho. Nikaambia shosho nataka kwenda mahali. Shosho ni yule mtu anapenda Alvin sana. So wewe kama unaenda wewe enda, but wewe umwache. Sasa mimi nilikuwa nataka hivyo. Nataka niende bash. At least I want to clear your mind. Since huyu mtoto akuje, sijai kuwa place enye ninakuanga tu peke yangu na overthink, na so nilikuwa nataka place nitaenda I celebrate. So tukaenda bash na best yangu, that Shali. And that's where I met my Mr. Right. Yeah. That's where I met my Mr. Right. So tuko kwa bash, ni hivi vibes kidogo, tume exchange number.
Though hata nikimpatia namba niko na kauoga kale niko na mtoto special mimi. Yeah. Niko na mtoto akona disability na and I don't think I can choose a man over my son. That can never happen in me. Na venye nimefight na yeye siwezi. So ikafika place anani text now and then tuna meet. Hiyo time yeye alikuwa ako college. Alikuwa anasoma Nyeri. So hata akiwa shule simu throughout. How are you? Nini. Yani tukakuwa ni kuongea each and every time. That 2019 I got pregnant again. Life has no balance. Sema kuchanganyikiwa tena. Though alikuwa saa shajua niko na mtoto na alikuwa anapenda mtoto wangu. Alikuwa ananionyesha how concerned. Hata tukienda kumeet usiache Alvin. Come na yeye. Nimepata ball tena. Sema kuchanganyikiwa. Sitaki shosho ajue. Sitaki mtu wa familia ajue. Yani nishaanza kufikiria sasa nafaa nitoke huku niende nijifiche tu place na watoto wangu sasa. Though nikamwambia yeye hakuitake negative, alitake positive, hakuwa na shida. Sasa yeye bado hajamaliza college. Bado anasoma. Challenge iko hapo. Lakini si eti nilidanganya mtoto wa shule. Msiniambie nilidanganya. Alikuwa college, he was a grown person. Yeah. So anasoma, mimi niko na ball, sijui nianze wapi. Nikamwambia akaichukulia very positive. Unajua aliniambiaje? I'm going to talk to my parents and let them know about everything. Akaenda akawaongelesha. Wazazi wakasema since you ako tell her to come. Tukae na yeye. Nikaenda Ngasa ndo nikatafuta pesa, nikaenda Mombasa. So nikaenda Mwambao, Costi. Mombasa raha dadangu, huko ndiko nilikoolewa. Nimeoleka huko. Nikaenda Mombasa. Mother-in-law akanichukua vizuri by the way. Though nilikuwa najua sister mmoja wake alikuwa anaishi huku. Alikuwa anaishi Gashie. Yeah, first born wao. So nikaenda Mombasa nikaget kujua mpaka hao wengine. Though nilikuwa najua sasa huku nilikuwa najua sister yake na brother yake. Hakuwa ananionyesha madharau. Yani hajai nionyesha eti madharau, naweza sema eti huyu msee apendi mtoto wangu. Alafu venye nilienda kwao, wazazi wake wakakuwa wanachukua mtoto wangu kama wao. Mother-in-law alikuwa anambeba, anampeleka therapy. I'm pregnant, tunaenda na yeye, atanisaidia kumbeba tuende therapy, So Alvin unajua ana grow. Ball nayo ina grow. Kafika time nikupata mtoto. Nikapata mtoto wangu poa, baby boy. Nikampata safe. Hakukuwa na shida any. Tukakaa vizuri huko Mombasa. And how was that for you after umepata Alvin alafu karudi ukapata huyu ako sawa? Did it I used to pray to God. Yani Mungu tu badilisha huyu asikue kama Alvin. Yani nisikue na watoto wawili eti lazima niwabebe wote wawili. I used to pray. So nikaenda kupata mtoto sasa. The second boy pia yeye. I cried. Mimi hata kwanza huyo daktari akiwa amemshika hivi nikamwambia mimi sasa huyu utafuta tu mtu juu mimi siendi na yeye home. Siendi na yeye nyumbani. Sim baby. Wewe tafuta tu mtu. I know how it feels. Don't joke with kukua rejected by penye unaishi. Sometimes you find yourself even family they are rejecting you. Hakuna mtu anataka kubeba mzigo wako na hakuna mtu mwenye anataka kufeel whatever you are feeling. They don't want to understand whatever is in you ama they don't care about your heart. Sometimes unakuwa mpaka rejected even by friends. Those people whom you used to call friends, they are rejecting you, Nikamepata mtoto sasa, nikachanganyikiwa. But akaekelewa kofi mbili.
Akalia. Yani nilishukuru Mungu because niliona at least ameniletea mwangaza. Nimekuwa kwa darkness, akaniletea mwangaza, ameniletea light. So nikaenda home, nika take care of that baby, kabibi yako kadogo. Ujue sasa venye nimepata mtoto, bwanangu anakuja ana change Alvin diaper, anamuosha, anamfeed. Alvin wa kufidiwa, anamfeed, anamchange diaper. Naona at that time Alvin was 4 years. Tukaendelea hivyo, ndio tukakuja sana Nairobi. Tukakuja life sana. Tumekuja Nairobi, life ikaanza kutunyorosha. Tumekuja hapa, my husband is jobless and I'm jobless. Na tuko na watu wangapi? Wawili. Sasa life imeanza kututandika tena. Though okay, nilikuwa na that faith of tuta make it. There was this woman alikuwa anapenda Alvin sana. Even before I went to Mombasa, alikuwa anampenda sana. Wakati alijua nimekuja, akafurahia sana. Akaniambia, kuja, I want us to talk. Uniambia umekuwa aje nini na nini. So nikaenda nikamuongelesha. There are some things I talked to her. I won't sitaongea kwa kamera. Niliongea na yeye and she was like, really? What? Hata huna job? Sina job na niko na watoto wawili. Akaanza kutusupport from there. Akaniambia nitafute nyumba. Sasa mimi nashangaa, unaniambia sasa hiyo ujue nimekuja na watoto wawili, niko kwa best yangu, nimepea best yangu hopes za naka 2 weeks. Huyo best yangu anaitwa Sali. Naka 2 weeks. Sasa tena mnaniambia eti nitafute nyumba. Na pesa gani? Kwanza unaniambia nitafute nyumba kesho, na pesa gani? So mlitoka Mombasa mnakuja kuanza live, so you didn't have anything. I have nothing. Totally nothing. Sina anything. Mimi tumetoka, tumekuja. Huyu mama ameanza tena na yeye kuniambia nitafute nyumba. Niko like he. Haya, hii life inanitakia aje? Okay, but akakuwa na insist. Tafuta nyumba. So akanichukua tukaenda tukatafuta nyumba na yeye. Nyumba tumeenda tumepata nyumba ya 3500. Ananiambia nyumba ni hii. Wewe Mata, ana pesa gani? Na nini, hata chakula sina wewe. Mimi hadi napatiwa food na best yangu ananiambia nyumba ni ya 35. Natoa wapi hiyo pesa? Akaniambia don't worry. God will make a way. So she called me one day. Na akani invite kwake. Okay, ni kwake, wacha niseme tu ni kwake. Kwa bedroom yake. First she's a God-fearing woman. We read the Bible first, then we prayed, then akachukua bag. Akanitolea pesa. Uko na kismat? Madam, shika tu 6000, wenda tu kalipe nyumba. No, 7000. Mpaka namuuliza, I hope si deni because sitalipa. Nitakulipa na miaka yangu yote, sasa sina. Akaniambia no, I'm doing it for Alvin. Alvin is a blessing. Nikaenda nikalipa nyumba. Sasa nimelipa nyumba but sina chochote. Nataka kwa hall. Vitu zangu zenye nilikuwa nazo before I go to Mombasa. Wakati nilienda, so na nimeenda nimekaa Mombasa 1 year. Nilipea. Ndaenda kuitisha mwenye nilipea. Na si kumuzia nikumpatia, nilimpatia for free. Just use them. I don't need them. Use them. Mimi akaniambia okay, usijali na vyombo, nitakusort. Tutajua venye tutafanya. Wewe jua tu Mungu atatenda. Mimi nikakaa, that day nikalala kwa best yangu. Following day madam ananiitia vitu bana. Vitu za nyumba. Ananiitia vitu za nyumba. Kwanza ananiambia kuna people are rich. Wewe, huko nje kuna watu wewe. Watu huko nje wanalalia mattress miezi 6 wanaiweka kando. Umelalia miaka ngapi? Akaniambia usione na kudharau, hii mattress imelaliwa just 6 months. Lakini ni mzee, but please manage. Just manage.
mse ni high density, hata iko na spring, unaniambia ni manage. Hii ni kitu nakaa nayo miaka wewe. Unaniambia ni manage aje? We just manage before tupate pesa ununue ingine. Nikamwambia it's okay. Akanibebeshanga vitu zenye yeye alinipatia, akanipea do niende Wangige, kuna place inaitwa Wangige huko kwetu. Niende kwa soko nikanunue vyombo za hao nini. Yaani akanipatia full support. Sasa nimenunua vitu lakini sina kitu ya kupika. Sina hata moto, sina hata means yote ya moto, sina jiko wala gas wala stove na sina food. Akanibayanga jiko first na akanibaia food. So hiyo time bwanangu hatuko na yeye ameenda kufanya mtihani wake wa mwisho, ndo sasa akuja sasa akue raia vizuri, pambane kabisa, pambane. Mimi akanibaia vitu, tukakuwa sasa tunakaa hivyo. Siku moja akakuja akaniambia, mbona huyu mtoto anakaa hivyo? Nikamwambia I think ni jiko, but alikuwa anakaa aje? Alikuwa anakaa somehow. Unajua sasa nikiwasha jiko naeka kwa nyumba tunapika, saa zingine umeongeza tu makaa iko na kamoshi moshi, so mtoto kuna venye alikuwa na wheeze kwa kifua. Akaniambia sasa jiko okay, wacha tuone venye kutakuwa, tupate pesa tununue hata kama ni gas. Alinipatianga 6k. Nikabai gas. Sasa mimi nafanya mahesabu 6k nikabai gas. Are you serious? 6k nikanunue gas. Naenda kununua second hand. Hiyo mpya hapana. Ndo at least nibaki na do. No, okay, unajua still bado sitaki kumbebesha the whole burden, you know. Sitaki eti abebe mzigo yangu yote. Sitaki ikae it's like mimi ni mzigo kwake. Unaona? Juu anafanya willingly, so nataka pia bado asichoke haraka. Akatusupport. Alikuwa anatulipia rent. Alitulipia rent mpaka penye bwanangu alikuja na akapata kazi. So hata akitulipia rent, hiyo time bwanangu alikuwa ashafanya mtihani, amegraduate, amekuja, anashinda tu kwa hauju. He has nowhere to go. Yaani mgeni huku hajuani na watu. So akatulipia rent. I think alitulipia rent for like 9 to 10 months. Each and every month analeta rent. Each and every month, kila mwezi ananitumia pesa. Kila mwezi ananitumia pesa. He even one day alikuja akasema I think instead ya bwanako akae hivyo, wacha nimpatie kitu tu pesa atry to start something. So alimpatia 3k. Tuangalie tu yani kitu nye. Na since alikuwa anafanya chef, so ikabidi sasa tumeanza kupika pika. Sasa kupika pika, it did not work. I have this uncle of mine, nikampigia nikamwambia my husband tuko na hii challenge hivi na hivi na hivi na hana job. Bwanangu si wa kuchagua kazi. Akaconnectwa kwa mjengo. Akapiga mjengo msei. Anakuja jioni yako hivi. Anakuja amechoka. But at least I thank God juu hatuka tunakosa food. Okay, since nitoke Mombasa, I have never kulala njaa. Sijawahi ekewa padlock kwa mlango ama eti nikakosana na landlord juu ya rent. Yani okay, I thank God I met with this destiny helper. Alini support mpaka penye niliweza kusimama. Tukaendelea vizuri. Mimi nikaona acha niache kukaa hivyo. Wacha nione kitu yenye naweza fanya. So bwanangu anafanya tumjengo. Akachange, akapata job place kunaitwa Kirawa. Kirawa akaanza kupata job, akapata job ya kulipwa na end month. Alikuwa anapata 15,000. So nikamwambia instead ya tu ukienda kazi mimi nashinda hapa, at least nifungulie kitu nikuwe ninafanya. Ndo akaniambia sasa utafanya nini? Nikamwambia let me try kuuza makaa. I see whether it can work. Akanifungulia makaa. Yani nakwambia alinifungulia makaa hata kule after amenifungulia makaa huku nako sijui I don't know, shetani I think akakimbia mbio. Kazi ikaisha.
Unaona, si alifanya makosa ama nini, but it's like wakasema the house is okay, nini imeisha, umesafisha, kunakaa vizuri, wacha kukaekaa hivyo kwanza, so job imeisha. Sasa ni mimi niuze makaa, twende tukakule na tulipe nini, rent. Okay, God is good, juu hakukaa home sana, wakafungua like business kama family huku Tao City Market, so wakakuwa wanapika food nini. So unaona, yani hakuna, mimi siwezi sema eti kuna place since I met him kuna place eti nili struggle ile yenye nime struggle mpaka nasikia hapana, me am out of this marriage. No. Number one, huwa haninyimi anything, like kama ako nayo, kama hana, I have to understand I'm a human. Hata mimi nishaikosa. Anapenda watoto wangu, and most anapenda Alvin, you see. So as in, mimi siwezi sema eti siku find love. Mapenzi bana, mapenzi ni tamu, love is sweet. Ukipatana na mtu anakupenda, as in siku kupenda tu, anaku understand the way you are, your situation and everything, love is sweet. Maybe love you work, had you given up hope on ever finding? Yeah. In fact, I had sworn that I will never get married, I will never love anyone, I don't want anything to do with men. Men ex kabisa, siko nataka anything to do with men. Yani nilikuwa nataka mimi nikaange mimi kimimi, sitaki wanaume mahali kwa maisha yangu. Na the ex ule baba Alvin, did he ever reach out to you? That answers it all. Now, kuna swali moja ninataka kuuliza. What characters does this current husband have that zinakufanya unampenda kabisa? He's a loving man. Ni mtu ana understand. And most of all, he's a God-fearing. Na akona humanity. You know, when you have humanity, you are a God-fearing. Because haezi nifanyia kitu, anajua itani hurt. You know, anapenda watoto wangu na ni mtu, yani ni mtu genuine. Yes. If I have it, I have it. Ndio hizi, niko na hii. What are we supposed to do? Kama hana. And as a woman, kama hana, I'm supposed to understand na tusaidiane. Hata pia mimi nijue venye tutafanya tupate. You know, si eti ukipendo unamwangushia mzigo yote hivi, atachoka. You know, atachoka. And you know, it's very hard to find mtu atakupenda na mtoto wako na disability. Let me say disability. Ni wengi sana huku nje wako na watoto kama hao. Hata wakipata boyfriend, ni boyfriend akuja kutumie then akudump. Akuja kutumie then akudump. You know, hawapati ile love. Hawapati mtu wa kumshika, unaona. I remember kuna time Alvin alikuwa amegonjeka, akalazwa hosi. Na Braden alikuwa ni mdogo. My second boy alikuwa ni mdogo. My husband aliniambia mimi nitakaa na yeye hosi. Wewe enda home na huyu mdogo, juu siwezi kubalishwa, siwezi ruhusiwa nikaka na huyu bado ananyonya, bado ni kadogo. Kalikuwa around 5 months hapo, bado ni kadogo. Akanambia wewe enda home, mimi nitakaa na. Yes. Nitakaa na huyu hosi. Sasa unaona pia hiyo mtu anakuonesha he doesn't care, you know, hata yeye anajua huyo mtoto ni baraka. Yes. You know, as in, okay, he knows, ameona things zikiwork, so he knows Alvin is a blessing. Okay, si eti alikuja kwa maisha yake by mistake. No, there was no mistake. Alikuja with a purpose. Naona, as in, mimi naweza sema through Alvin nimelearn vitu mingi. Yani nimelearn kufight vitu mingi. These small battles. Okay, sisemi niachwe. Sisemi niachwe, but sahi heartbreak ya kuachwa yezi nigonga kama ile ya kwanza, you know. Yeah, but sijasema niachwe by the way. Okay, one other question that I feel maybe it's very dear for me to ask. Kuna wazazi wenye wako na children wenye wako na special needs. How do you navigate? Ni challenges gani mna face, especially sasa wewe unataka uende job, uko na mtoto special? Do you go for classes zenye zinawafunza kulea mtoto mwenye ako special? No. You are your own teacher. God is your own teacher. God teaches you. And you know, kama humpendi, huwezi jua kumlea. Sasa like,
as for me, I understand my son. Communication yake yote ninaijua. Mimi akifanya hivi najua anataka hivi. Akifanya hivi anataka hivi. Though pia bado unakutanga juu haongei, kuna challenge. Saa zingine unashindwa anataka nini? Sasa kwa nini analia anataka? Ukimpea maji staki, chakula hataki, unamchange diaper still bado, unamshika kama ako na bado, unaona? Though wanasema saa zingine let me say, unaona venye unaweza amka asubuhi hutaki kuongea na watu, yani uko na mood ile mbaya kabisa. They are also human. Huwa wanaamka hivyo. So kuna sometimes tu yeye sasa yeye kuamka kwake vibaya ni kulialia ovyo ovyo. Haongei but anakuonesha mimi hata msiniongeleshe, mimi sitaki stories zenyu. Ukimkaribia na kupiganisha, yani hataki stories za mtu yeyote ama yeah, but challenges ziko. Ukiona watu huku nje na watoto special, they have a lot. And what do you normally do apart from stories zenu na watoi nyinyi wote mkikuwa wawili? What things do you do for fun? Things for fun, I can say go for outing, tunapiga story, we make jokes, we dance, we sing. Like anaweza kuja tu achukue remote aniambie nisikize sasa. Mimi naweza kuwa msanii, mimi wanakuambia naweza kuwa msanii, he's a comedian. So na mimi naweza mwambia nisikize, wewe ngoja nikuoneshe, I'm a dancer, acha nikuoneshe. Okay, we make jokes. Yani wale wasi akona a lot of jokes. Yes. Yani joker. Now, where do you see yourself in the next 10 years mkiwa na yeye? I see ourselves far, not myself, ourselves far. Tunaenda mbali, tumetoka far na tunaenda far bado. Hoping tutafika, yani tukae mpaka tuzeeke na yeye, tuone mpaka wajukuu, vitukuu, kama ni kupata watoto wengine of which okay, sisemi tutapata by the way. Yeah, wewe msichana anakuja tupate watoto wengine, but ile kitu yenye naomba asiwahi change, na venye tunakaanga tuwe tunakaa hivyo. Like if you have an issue, mnakaa chini, hakuna sijui eti no let me call my mother. No. We sit down, we talk, tuelewane. Kama ni mimi nimekukosea, I'm sorry. If you are the one, yeah, tusameheana na life goes on. Yeah. So ninaweza taka you look into that camera, advise any young mother mwenye ameenda kwa hospitali, they didn't know what to expect, amepata mtoto akona kashida fulani, then they haven't found love yet, na wamesha give up na love. What advice can you give such a young man? Okay, ile kitu yenye naweza nikawaambia wamama wenye ama wasichana wenye mkona watoto wako na disability, special needs, whether blind, whether anatembea hatembei, whether aongei, whether nini, number one, you should love those kids. Because bila nyinyi kuwapenda utapata aje mapenzi? Sasa lazima kwanza ianze na kwako, umpende, you love the child, ndio sasa na upate mtu wa kukupenda na kumpenda. The way huwa ina determine na venye pia bado you treat your child. Ukionesha spouse wako unapenda huyo mtoto, hakuna venye anaweza chukia mtoto, atampenda. So when wako na watoto special, what I would like to tell you is that there is love out here. Kuna mapenzi, kuna true love. Huyo mwenye aliku heartbreak, achana na yeye. Wewe focus na life ingine sasa. Ukipata mtu mwingine mwenye anakupenda na okay, I believe you can be able to identify whether huyu mtu ananichezea ama ako serious. Okay, number one ni mtu apende mtoto wako, umpende, ujipende. Tena usieti ukipatana na mwanaume unaanza kujionesha how cheap you are. No. You are beautiful, you are expensive. Kama mimi wangu ningemuonesha eti I don't care about my child, hangempenda. But because nilimuonesha napenda mtoto wangu, I can do anything for that boy. That's why akanipenda. That's all. Nice. Now, I want you to also look at that camera and say something nice to Baba Alvin na Baba Braden, juni baba yao wote. Appreciate that man, because personally I appreciate that. Yani I'm giving a shout out to that man. Mali, I want him to sit here
also and tell me how it all started, because to him I think you're also an angel. The way he's an angel to you, look into that camera, tell him something nice, tell him how you appreciate him. Yeah. Baba Alvin and Braden, I would like to appreciate you. You are the best. Okay, you are the best dad, the best husband. Yeah, thank you for kukua hapo kwangu na mtoto wangu, okay, na watoto wetu. Umestand na sisi, hutuoneshi madharau, you know. Okay, battles tunafight sisi wote pamoja, and that's why namuitanga my Romeo. I'm the Juliet. He's the Romeo. I really love how deeply in love you are. Truly, love is a beautiful thing. Okay, kama hujapatana na mapenzi utachukia mapenzi mtu wangu, lakini ukipatana na mapenzi hey, love is a beautiful thing. Very beautiful. No, I just love how, you know, why I say love is a beautiful thing, because it makes you beautiful too, it makes you glow. And I love what you've said, lazima ujipende ndio upate mtu mwenye anakupenda. Of course. Kwani hebu niangalieni? Nangara juu ya nini? Mapenzi, love. Ni love. I love that. And I will also want to tell you that you are a very strong woman. I love your strength. I really love your strength. I love your beauty, your resilience. I really love how you are who you think you are. You know who you are. And so you don't take anything less. And that is something that I love my audience to take from you. You know who you are. You love yourself. The energy I get from you is that you surround yourself with love. And that is what you always get. You get love, favor. That is what has been following you all your life. You are loved, you are favored. You know, if you are loved, you are favored. Lazima ujipende. Sasa usipojipenda utapendwa na nani? Hakuna mtu mwingine isipokuwa Mungu. Ujipende. Hata Mungu lazima ujipende. Watu sasa ukijichukia, sitashinda huyu nitamsaidia aje sasa? Yeye mwenyewe ajipendi. So lazima ujipende. You have to love yourself. Thank you so much. Thank you so much kwa kukuja hapa leo. I really appreciate you, and thank you so much for your story and choosing to share your story with us. My people, as you have seen the beautiful Shiro leo vile amesema story yake. I really love whatever she has said. Love is always a beautiful thing. If you find love, you know, a lot of you will ask me, if love is really beautiful, why do we hear about sad stories? I want you to hear about these sad stories so that when you get love, you really appreciate it as it is. Thank you so much for being part of the show. Thank you so much for gracing us. Thank you so much kwa kukuwa na sisi kwa show. I'm so gassed up. I really don't know what to say. Love is really beautiful. Make sure to like, comment, subscribe and share. Kama kawa, keep it locked to Love is a Beautiful Thing. Bye.